Miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha ubora na fadhila ya dini hii ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza mambo mbalimbali ambayo yaonyesha ubora na fadhila ya dini hii ya Uislamu. Miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha ubora na fadhila ni jambo ambalo wanachuoni wa Uislamu wanaliita al-wasatiyya wal-i'tidal. Al-wasatiyya wal-i'tidal maana yake ni kufuata sheria ya Allah min ghairi ziyadatin wala nuqsan wa ishida, yani itibau shariati Allah azza wa jalla min ghairi faraqin wala taqlid. Ni Muislamu kufuata sheria ya Allah bila kuongeza katika yale ambayo aliyoamrishwa, wala nuqsan wala kupunguza yale ambayo aliyoamrishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na huo ndio uadilifu. Ukisikia dini ya Uislamu ni uadilifu, maana yake mambo yake yanakwenda katika namna ya wastani. Na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika aya mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza. Miongoni mwa maeneo hayo ni aya katika sura al-Baqara aya 143. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu jalla jalaluhu, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na hivyo tumekufanyeni ninyi kuwa ni umma bora. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na hivyo tumekufanyeni ninyi Waislamu kuwa ni umma bora. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas, ili mwe mashahidi kwa watu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam awe kuwa shahidi nyinyi. Ulama al-mufassirin walikuwa wanaeleza neno wasat katika hii aya aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ummatan wasata. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Ma'arij at-Tanzil fi tafsir akasema ummatan wasata ay adlan khiyaran. Ummatan wasata maana yake ni umma uliokuwa bora na umma ambao uliokuwa ni uadilifu. Tafsiri ya namna hii pia ametaja Imam al-Qurtubi wa Imam al-Mawardi wa Imam Ibn Jawzi wa Ibn Kathir wa Tabari na wengineo katika wanachuoni mufassirin. Katika aya hii wametafsiri wasat kwa maana umma huu wa Kiislamu ni umma uadilifu, ni umma uliokuwa bora katika mambo yake yote. Ndugu yangu Muislamu, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine katika sura Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, hakika dini yangu hii ya Uislamu ni njia iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wa la tattabi'u subula, na wala msifuate njia nyingine. Subul qala Mujahid al-bid'a wal ahwa, njia yoyote ambayo itakuwa iko dhidi ya Uislamu, njia yoyote ambayo itakuwa inakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu, njia hiyo sio njia sawa sawa. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu, Uislamu ambao umenyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifuate njia nyingine kwa sababu njia hizo zitakuwekeni mbali, zitakufanikisheni mkaacha kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi mbalimbali ameelezea jambo la wasatiyya, jambo la uadilifu na ubora na utekelezaji wa masuala ya dini kwa wastani bila kuzidisha wala kupunguza. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ametaja Imam al-Bukhari wa Muslim, kuna kundi la watu walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waka
akasema usalli ya asumu wa afkiru, mimi ninafunga na ninafungulia, yaani kuna siku nakuwa nimefunga na kuna siku zingine nakuwa sijafunga. Usalli wa afkiru, ninaswali swala za usiku lakini kuna muda dalala. Watazawwaju nisaa, na ninaoa wanawake. Mtume anakubalika na kaendelea na wanawake 9. Sasa wewe ni mcha Mungu uko na sio ile sawa. Watazawwaju nisaa, kisha akasema maneno yake kwa shughuli ambayo watu wengi huwa wanasikia katika ndoa, faman ragiba an sunnati falaysa minni, mtu yoyote ambaye atakayeacha kufuata mwenendo wangu huyo si katika mimi. Maana yanakuwa hafuati mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja katika masahaba, inna walirabbika alayka haqqan, hakika Mola wako wewe ana haki ibada ya Jumanne. Walinafsika alayka haqqan, kadhalika nafsi yako ina haki, kuna wakati nafsi haikubizani. Waliahlika alayka haqqan, vile vile familia yako, watoto wako, ndugu zako, jamaa zako, wote wana haki kwa wewe. Faati kulla bi haqqin haqqahu, kila mmoja mpe haki yake. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hizi mbili anatufundisha kwamba tufuate mafundisho ya Uislamu kwa wastani, tusizidishe ambayo hatukuamrishwa na wala tusipunguze yale ambayo sisi tumeamrishwa na dini yetu ya Uislamu, na hiyo ndio al-wasatiyya wal-i'tidal. Ndugu zangu Waislamu, kinyume cha wasatiyya wal-i'tidal ni ghulum. Ghulum maana yake ni kuvuka mipaka au kuchupa mipaka. Ikawa mtu anavuka mipaka ima katika ibada, akawa yeye anasema mimi kuna usiku kucha mwaka mzima nisilali. Kuna watu mpaka wanaenda na godoro. Sasa unaona kwenye mattress godoro ya chekuni ya nini? Na wakati huu mwili unakuwa na udongo. Unalala kwenye neti. Mungu atakuwa wapi? Ikawa mtu anayechukulia dini afikiria yeye bila yake kichwani. Ayo watu ndio ibada Allah. Uislamu umepiga vita jambo la masala ya ghulum katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ayu an-nas iyyakum wal ghulum fi din, enyi watu tahadharini na masala ya kupita mipaka katika dini. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulum fi din, kwa hakika wale watu waliangamia kabla yenu waliangamizwa kwa sababu ya kuvuka mipaka katika kutekeleza masala ya dini. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akiwakataza Mayahudi na Manasara akawaambia, aywa ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, enyi mlio kitabu msifanye ghuluu katika dini yenu, wala taqulu ala Allah illa al-haq, na msiweleze kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mambo yaliyokuwa. Ndugu zangu Waislamu, masala ya i'tidal na masala ya al-wasatiyya yanaendelea katika dini yote ya Uislamu. Tukianza katika masala ya itikadi, sisi Waislamu tunatofautiana na dini zingine kwa sababu Waislamu mitume wote wanakubali yale yote yaliyokuja na mitume bila kuchagua. Waislamu wanakubali vitabu vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitume bila kuchagua. Kadhalika masala yanayohusiana na sifa za Allah, masala yanayohusiana na kumwabudu Allah, Waislamu wanaamini bila kufanya ghuluu wala kufanya tafdhili. Hali hiyo ukienda kwa Wayahudi na Manasara ni tofauti. Ukienda kwa Wayahudi kama yakuluna na anbiya, Mayahudi walikuwa na manabii. Mayahudi msimamo wao kwa Isa bin Maryam ni mtoto wa zina, na ndio maana ajabu ya kuona kuna wale ambao Wakristo wasiojua masala ya dini watakwambia Israeli ni taifa la lichaguliwa na Mungu. Ukisoma itikadi ya Mayahudi wala ambao wanajua wanaamini Isa bin Maryam maana yeye ni mzinifu na Isa ni mtoto wa zina. Hiyo ni itikadi ya Kiyahudi. Huwezi kuwa Myahudi kwa itikadi kama hiyo. Lakini leo kuna watu wasioelewa, wasiofahamu misingi ya dini. Nakwambia Israeli ni taifa la Mungu. Aiba Kristo Myahudi kwa wewe anahesabu kwa Isa kwa yeye ni mtoto wa zina. Waislamu wanasema Isa bin Maryam Abdullah
Kadhalika ukija katika masuala ya ibada, Uislamu ni dini ya wastani katika utekelezaji wa ibada. Ibada katika Uislamu unaweza kufanya sehemu yoyote isipokuwa baadhi ya ibada chache. Lakini ibada nyingi, swala imekukuta kwa dini huko, mwambie lazima ndio kwa dini msikitini. Huko ulikokuwa swala. Dhikrullah huko ni gani kwenye foleni kubwa, badala ya kusikiza muziki unamdhukuru Allah. Watu wa zamani walikuwa wamewekewa maeneo maalum ya kufanya. Huwezi kusoma Qur'an mpaka uende katika sinagogi. Huwezi kumdhukuru Allah lazima sehemu fulani. Sisi Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya dini hii ya Uislamu kuwa ni dini bora kuliko dini zingine. Ukija katika masuala yanayohusiana na manhaji, yani manhaji ima katika ilmu, katika masuala ya kulingania watu, katika masuala ya kuhukumu watu, Uislamu umekaa kati na kati. Hakuna kuziishi. Katika masuala ya miamala, sio miamala inaingia miamala ya pesa, miamala ya masuala ya kijamii. Kwa mfano tukienda katika masuala ya miamala hii ya pesa, utauona Uislamu bora ikiwa unafahamu nidhamu na mpangilio wa masuala ya kiuchumi ambao uko katika dunia hii. Katika dunia tuliyokuwa nayo, watu wa masuala ya uchumi wanagawa mifumo ya uchumi hiyo mitatu. Sasa wewe ukajiona wewe ni Muislamu, lakini kwa kutofahamu dini, namna ya utafutaji pesa wako na namna ya matumizi yako unafuata mifumo ya kafiri. Mifumo yote ya uchumi duniani iko mitatu. Mfumo wa kwanza ambao unatangulia ni mfumo unaitwa nidhamu ishtiraki. Nidhamu ishtiraki maana yake ni mfumo wa kijamaa, yaani watu wakapokonywa ile umiliki binafsi ambayo katika asili Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu anataka kumiliki. Yaani mwanadamu alipoumba licha yake anataka kusema hiki ni cha kwake, hii ni nyumba yangu, hii ni gari langu, hii ni baiskeli yangu, hii ni shamba langu, ndio hii. Halafu kuna vitu vya kushare. Sasa wakaja watu wakaondoa mfumo huu, wakaweka kwamba vitu vyote ni vyetu, cha kwako ndio cha kwetu, ndio ikasema ujamaa. Hii ni miongoni mwa sera za kafiri. Haiwezekani nyumba yangu mimi na nyumba yako wewe, haiwezekani. Nyumba yangu ni yangu, yako ni ya kwako, halafu kuna vitu tunashirikiana. Barabara tutembea wote barabarani, bahari. Sasa mfumo huu ukaenda ukawashinda, ikabaki baadhi ya nchi ambazo wamechanganyikana kama vile nchi za kule bara la Asia kama Korea, China na nchi zingine. Na ndio mfumo ambao unatawala katika nchi za Urusi. Kipindi kile baada ya Yugoslavia, Soviet Union na mengine. Baada ya mfumo huu kushindwa kwa sababu tunakinzana na asili ya wanadamu, haiwezekani watu wanataka sheria za lazima. Ukiona unataka kazini, ni lazima kama kuna watu wanafanya nao kazi, wewe una gari, sio wewe lazima ubakie. Usipobakia unafungwa. Sio lezi yangu, lazima ubakie. Ukaja mfumo mwingine, ndio mfumo wa ya nidhamu rasilimali. Mfumo wa rasilimali ni mfumo wa kibali kati ya capitalism. Huu ndio mpaka leo sasa. Inaweza kama mnisikiza hapa. Huko shuleni unafundishwa kusoma digrii sio masuala ya uchumi. Huo uchumi uko shuleni ndio huo. Mfumo wa kibali msingi wake mkubwa ni huria mutlaka. Yaani uhuru usiokuwa na mipaka. Uhuru ni kuongea. Kama ni biashara, unaruhusiwa kuuza chochote, unaruhusiwa kuchapa hela utumie unataka, ili mradi ulinde sheria za nchi. Tena wakati mwingine ikitokea sheria za nchi zinagongana na uhuru wa mtu, kunatokea kundi la watu sheria hii ibadilishe kwa sababu inatubana, inaingilia utu, inaingilia zile haki za mtu. Ndio kasikia ndio watu ambao wamefungua masuala ya riba, makampuni ya kamari. Nani anasema hivi? Wanaona kwenye mtandao, lakini sasa hivi Tanzania ndio kama ndivyo moja milioni. Itakwenda mpaka kafikia mahali yale watu kienda kali yako huwa wanaona wale wanasajili laini na kuona yule vifundi wa mafuta na zasi. Miaka inapokwenda mbele, wale watu wanakuwa hawasajili laini, wanakuwa tisa kamani. Kisoma historia kwa
Lakini kadhalika na hata mtu akipata hiyo pesa, inawezekana anafanya kazi sehemu nzuri, lakini ile pesa akipata pia matumizi yake hajawekewa mipaka. Akiamua ametoka kazini jioni saa akasema yeye halali wewe kuhusu nini? Si mwenyewe kaamua na uhuru wake. Mfumo huu wa kapitalisti ndio mfumo ambao umeleta masala ya ule ubinafsi, unaitwa Kiarabu anasema al-anani. Selfish. Yaani mtu akitafuta pesa anasema hizi pesa ni zangu mimi na watu wangu. Bali wale watoto pia kawekea limit. Ikishafikia umri wa 18 na wafuza. Yeye amsudi Ulaya kwa Marekani watafuta mtu anakushauriwa na baba yake. Asema bwana nimesoma bado chuo kikuu lakini anaendelea kula kwa mimi sitaki mahakama kutoa maamuzi. Kuanzia leo msukanyana utakodeshi. Watoto wa kike wanaingia katika biashara ya ukahaba. Nchi nyingi za Ulaya ukahaba ni sehemu ya source of income, yaani ni njia rasmi ya kuingiza pesa. Kuna mtaa ukifika kama hivi umelasimishwa, zile namba na simu, pili za rawi na haki, akisi zao kuwataka, ukitaka ule ofisini kwake hadi nyumbani kwako, ni pesa yako kwenye mitandao ya kijamii, wanalipa kodi na haki. Hiyo ni nidhamu ya kutafuta pesa katika misingi ya kapitalism. Ikitokea mtu hata yeye ni Muislamu, mfumo huu umemkolea hata sadaka watu hatoi kitu sana. Hata sababu elimu tafuta kwa nini watumie. Wewe si Muislamu sasa. Alafu mfumo wa tatu ndio mfumo wa nidhamu ya Uislamu. Mfumo wa Uislamu katika masuala ya uchumi. Huu ndio umesimama katika uadilifu. Fi kulli shay. Ukasema ni haramu. Kwa sababu ni dhulma. Mtu amekaa feni yake kama magazeti yake na simu yake na bando keka pale keka ya kitabu skili pale ya LG. Ana kioo safi. Kachukua milioni 20 katika kukampisha watu. Kina mama mtu kwa CBN tofundisha namna ya kulipa. Mwanamama anapokuwa laki mbili aseme anunue hawezi kununua. Analipwa kaenda kuchukua laki mbili Jumapili atakuwa marejesho laki mbili na 20. Vitumbua kanunua vimemdolea. Akifika kule hata shika. Tuongezea muda hata kuongezea nini. Ndio maana hata ikitumia huwa mpaka siku ya kuzikwa bali kwa sababu haishi. Kwa mfumo wa Kiislamu umekuja sasa kuweka uadilifu, atawazu baina ya mifumo hii. Siku ya Kiyama, yaani hiyo siku sasa ukiwa ni Muislamu hata kama unasoma mfumo huo ujue sasa utaulizwa maswali mawili katika namna ya kuhusu. Swali la kwanza ni kuhusiana na namna ulivyoipata hiyo mali. Kila mtu ana majibu. Na swali la pili ni kuhusiana na namna ulivyoitumia. Unaweza kufanya kazi ya halali, lakini matumizi yako, pesa zako na kunywa pombe, pesa zako na honga wanawake, pesa zako na zinamaliza katika mambo ya mabaya. Leo kuna mtu ni Muislamu, kijana wa Kiislamu, baba wa Kiislamu, kwenda hija. Haiko tayari, sio ana uwezo. Lakini anaona kitu cha extra cha baadaye. Wenzetu wanasema magharibi kuna vijana miaka 30 ameshahidi ya 15. Yaani akipata pesa ashafanya mradi ya msingi, ushakuwa na nyumba, ushakuwa na gari. Wewe kama hela hakuna pesa hizi zitumie katika heri. Leo ni kwa mtu wa maana kusubiri katika heri na mtu umwambie bwana hapo kwa wale madrasa hapa asomeshe Qur'ani. Wale madrasa yuko asomesha Qur'ani, haifundisha Qur'ani, afundisha kanisa hili. Wewe bwana leo mwenzetu uko vizuri kiuchumi. Huyu mwalimu wako wewe kwa mwezi mmoja laki moja. Hiyo laki moja kuna baadhi ya watu ni posho. Tena sio posho ya siku moja. Kuna mtu anaenda kazini akirudi posho yake hakutaka kitu. Kwa mwezi analipa milioni 2, milioni 3, milioni 5. Anasema atenda kimoja kwa mwalimu wa madrasa kwa nini? Mtu anatoka hapa na Saudi Afrika anapenda wapi? Passport yake yeye imejaa visa vya kuangalia mpira. Wewe ni Muislamu kwenu kwa sababu wewe visa yako inaonyesha hakuna hata siku ya pili unataka kwenda hii, unakwenda unga, unakwenda kuangalia mpira. Na ni hoteli kwa pesa. Yote haya ni kutokana na mifumo mibovu ambayo watu wanataka
pesa ambayo ni mifumo ya utumizi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake njema atufikishe na tuwe katika wale wanaosema neno na kuyafuata yale mazuri. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.